Hello, habari, karibuni sana kwenye channel yetu pendwa ya TZ Fashion TV. Natumaini tutakuwa tunalijua gauni la kupasua mbele. Lakini siku ya leo nataka tuzungumzie mambo mengi sana ya kuhusiana na gauni hili la kupasua mbele na asili yake. Aina hii ya gauni ilianzia wapi? Kwa hiyo tutaweza kuzungumza siku ya leo. Tukianzia na asili yake ya gauni hili lilipotokea. Aina ya gauni hili lilianzia India. Kama ulikuwa haujui basi ujue hivyo. Huko ndipo utamaduni wa gauni hili lilipoanza, au tunasema mtindo wa gauni huu ulianzia huko India, ukiwa na maana au jina linaloitwa Punjabi. Punjabi nadhani tutakuwa tunazijua. Kama hauzijui basi tutaweza kueleza hapo baadaye Punjabi ni kitu gani na kwa nini gauni hili lilianzia India. Lakini pia muonekano wa gauni hili kuwa refu na kuwa la heshima, basi gauni hili watu wanasema kwamba ni moja wa gauni ambalo ni la heshima, au tunaweza tukasema ni moja ya gauni la stara au ni gauni la Kiislamu, kutokana tu na mtindo wake wa gauni kuwa mrefu, ndio maana hivyo. Na pia inasemekana kwamba gauni hili wanapenda sana kuvaa watu wengi. Wanawake wengi duniani ni magauni ambao wanayapenda sana kuyavaa aina hii ya magauni. Kwa hiyo hapa nataka tuzungumzie kuhusiana na masuala ya namna gani ya kuweza kudesign aina hizo na unatumia kitu gani. Kitu cha kwanza ambacho tutaweza kukizungumzia ni kitu ambacho kinaitwa Punjabi. Kwa nini gauni hili lilianzia India na kwa nini gauni hili linaitwa Punjabi. Lakini kitu chengine tutaweza kukizungumzia kuhusiana na swala zima la kushona. Linapendeza sana kushona kwa kutumia kitu gani, au linapendeza sana kushona kwa kutumia vitu gani. Lakini pia tutaweza kuzungumziana na ubunifu wake wa vazi hili la simple, kwa sababu naweza nikasema ni simple lakini ni magauni ambayo yanapendwa sana. Kwa hiyo tutaweza kuzungumzia ubunifu wake, lakini pia tutaweza kuzungumzia kuhusiana na swala zima linavaliwa na nguo gani ndani. Wengine unakuta linapasuliwa then wanataka kuvaa na nguo nyingine ndani kama ni gauni au tight, tutaweza pia kuzungumzia siku ya leo. Kwa majina naitwa Madam T, ni mwanzilishi wa TZ Fashion, lakini pia najishughulisha na swala zima la fashion and design, kudesigning mishono ya aina mbalimbali, lakini pia kutoa elimu ya kuhusiana na mitindo mizuri ambayo inayotoka, na pia kuweza kujua mambo mengi ya kuhusiana na swala zima la mitindo tutaweza kuzungumzia hapa ndani ya TZ Fashion. Na kama ndio mara yako ya kwanza kuangalia video hii, naomba basi bonyeza maandishi ambayo imeandikwa subscribe yako chini ya hii video, ili usipitwe na video zetu kila tunapokuwa tuna upload video. Maana tunachokifanya ni kuupload video za mishono mizuri, lakini pia kutoa elimu ya kuhusiana na swala zima la mishono kila siku. Na kama nilivyokueleza hapo awali kuhusiana na swala zima la mishono hii ya kupasua mbele, na tukianzia na sehemu yetu ya kwanza kabisa ambayo ni Punjabi, ni kwa nini gauni hili lilifananishwa na gauni la Punjabi. Gauni hili lilifananishwa na gauni la Punjabi au nguo ya Punjabi kutokana na muundo wake. Maana nguo ya Punjabi ilikuwa ni short dress, au tunaweza tukasema kwamba ni gauni fupi ambalo lilikuwa linapasuliwa kushoto na kulia, na linabana kutoka kwenye hips, tumbo pamoja na kifua. Linabana kutoka mikono mirefu au mikono mifupi. Chini walikuwa wanavaa na suruali. Utamaduni ulivyoenda kwa kasi, watu wakawa wanaanza kuvaa sasa makoti, na tunaona watu wanavaa makoti ambayo yanapasuliwa kushoto na kulia na mbele. Na ubunifu huu ukaendelea kuzidi kukua na kukua. Watu wakaona ni kwa nini tusilete basi utamaduni mwingine wa kuweza kupasua magauni haya mbele peke yake. Kwa hiyo magauni yakaanza kupasuliwa mbele peke yake. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba magauni haya yalianzia India. Kwa hiyo ubunifu upo hivyo mpendwa. Kwa hiyo ubunifu upo hivyo. Unaweza ukaanzisha wewe kitu kidogo, mwenzako akakiboresha kikawa kizuri, na mwingine akakiboresha kikawa kizuri zaidi. Kwa hiyo utamaduni ulianzia huko. Tukienda katika swala zima la ushonaji,
gauni hili linapendeza kushona na kitambaa au kitenge. Gauni hili linapendeza sana kushona kwa kitambaa pamoja na kitenge, ni vile ambavyo utakavyokuwa unapenda. Ila kama utashona na kitenge, basi hakikisha kwamba ubunifu wako unakuwa mzuri zaidi. Unaweza ukaweka shingo ya kola, shingo ya V, ukaweka vifungo ikawa kama mfano wa koti. Narudi pale pale mpendwa, nadhani hapo sasa utakuwa umenielewa. Kwa hiyo unaweza kuweka mfano wa koti, ukaweka vifungo, ni vile ambavyo utakavyokuwa unahitaji. Lakini pia unaweza kama katika kitambaa, unaweza kutumia kitambaa plain, kitambaa cha rangi moja, au unaweza kutumia kitambaa cha maua maua. Ni wewe mwenyewe utakavyokuwa unapenda. Kwa hiyo unaweza ukabuni, then hapa mbele ukapasua tu kawaida, ukashona gauni lako simple, na then ukapasua mbele. Either ni la kubana, either ni la kuachia, na ukapasua mbele na ukapendeza sana. Lakini pia tukienda katika ubunifu wake, uko vipi? Ubunifu wake ndio hivi ambavyo nilikwambia hapo. Ubunifu wake unakuwa ni wa kawaida, ambao unaweza kuweka vifungo, unaweza kuweka kola, lakini pia unaweza kuchanganya na kitambaa kingine. Ukasema kwamba niweke kushoto kitambaa kingine, kulia kitambaa kingine, alafu vyote vikawa sawa na vikapendeza sana. Na unaweza ukavaa magauni haya kwa kutumia kwa nguo gani ndani? Yaani ndani unaweza kuvaa nguo gani? Unaweza ukavaa, kwa sababu kuna wengine ambao wanapenda kupasua, lakini ndani wanatamani kuvaa kama na tight, au wanapenda kuvaa na magauni ili tu kupata mmechisho mzuri. Kwa hiyo ndani unaweza kuvaa na tight, au unaweza kuvaa na gauni la tight ambalo linabana, na gauni hili liwe la mpira ili lile gauni lionekane vizuri. Lakini linapendeza sana gauni hili ukivaa na tight, kwa sababu hauwezi kuvaa gauni na gauni juu. Unakuwa jamani unachekesha. Kwa hiyo unaweza kuvaa na tight, kwa wale ambao wanapenda kuvaa na tight, inakuwa kama mabaibui fulani hivi. Kwa hiyo unaweza kuvaa na tight ndani na ukawa una muonekano. Na tight zinakuwa za rangi tofauti tofauti. Kama mwenyewe unapenda kuvaa plain, basi unaweza kutafuta tight yako nyeusi, nyeupe, na rangi yoyote ambayo itapendeza kuweza kuvaa katika aina hizi za gauni. Lakini pia unaweza ukafunga na mkanda katikati. Mkanda pia jamani unaleta muonekano mzuri katika vazi lako. Unaweza kuvaa na mkanda ili tu kuleta muonekano tofauti. Kwa hiyo yote hii inaenda katika ubunifu wa lile vazi. Lakini pia katika vifungo unaweza kuweka vifungo vya kugongesha, vile vifungo ambavyo vinafanana na nguo yako, au unaweza kuweka rangi nyingine tofauti ili hata mtu ajue kabisa kama mfano ni wa koti, nguo ambayo umevaa. Na sasa nadhani natumaini utakuwa umeelewa vizuri kuhusiana na swala zima la magauni haya ya kupasua mbele. Ulichokuwa ukijui umeweza kukijua, lakini pia umejua kwamba gauni hili lilianzia nchi gani au lianzia bara gani. Naomba niandikie komenti yako hapo chini kuniambia somo la leo umeweza kujifunza kitu gani, na kama unahitaji kuendelea kupata update nzuri za kuhusu mishono, basi usiache kutufuatilia sisi hapa. Asanteni sana kwa kuwa